Mkuu wa wilaya mjini Dr. Said Mrisho amewaomba wananchi kuwa wastahimilivu kutokana na msongamano wa magari unaosababishwa na ujenzi wa miundombinu ya barabara unaoendelea katika maeneo mbalimbali, huku akiwahimiza kutumia njia za ndani zilizoboreshwa ili kupunguza foleni. Wito huo ameutoa katika ziara yake ya kufuatilia maendeleo ya ujenzi wa miundombinu ya barabara katika eneo la Amani, wilaya ya Mjini Unguja, pamoja na kusikiliza na kutatua changamoto za wananchi katika wilaya hiyo. Tunaendelea tena kufanya ziara zetu za kushtukiza katika maeneo mbalimbali. Leo nimefanya ziara katika hii eneo ambao la barabara yetu kutoka Amani kuja mpaka Biziredi ambao tunaita ni barabara namba 5. Hizi barabara tumezipa namba. Barabara namba 1 yani ni airport mpaka Mnazi Mmoja, lakini ile ni barabara namba 5. Kwa maana hiyo tunaendelea tena kuwashajihisha wananchi waendelee kuwa wastahimilivu, kwa sababu sasa hivi kweli kuna traffic jam kwa sababu ya miundombinu ambayo tunaijenga hii. Waendelee kuwa wastahimilivu, lakini vile vile waendelee kuangalia route. Serikali ya Mapinduzi ilianza kutengeneza zile njia za ndani, ili kwa sababu tukiingia katika hizi njia kuu iwe ni urahisi. Njia za ndani zimekamilika na zote tumehakikisha kwamba zinapitika. Ina maana sasa ni wewe sasa kuingia katika traffic jam, while kuna njia za ndani zilianza kutengenezwa kwa ajili ya kupunguza hii volume. Kwa hiyo tunawashajisha sana wananchi wazifuatilie hizo njia. Lakini jambo lingine, kama huna jambo la muhimu, maana yake usije ukatueletea traffic jam mjini. Kwa maana hiyo fanya shughuli zako nyingine. Lakini jambo lingine, vyombo daladala pamoja na vyombo vya maringi mawili, maringi matatu, maana yake ni kwamba sasa hivi si muda tena unakaa barabarani kufanya jambo la maana. Mfano daladala unasimama sema ambayo haistahiki, yote itatuletea sisi shida huko nyuma. Kwa hiyo hayo yote sasa tunaendelea kuyapanga na tunashirikiana na wenzetu wa jeshi la polisi, yani traffic, kuhakikisha kwamba zinavutwa gari haswa katika kipindi wanaita peak season au katika kipindi cha mfano saa za kuingia kazini na saa za kutoka kazini. Pale panakuwa pana jam, maana hiyo askari jeshi la polisi kuhakikisha kuzivuta gari ili kuondosha msongamano. Na wenzetu wa Zesta hawa kuhakikisha kwamba hizi ruti za daladala, kwanza kabla hatujaivunja barabara tayari daladala tumeshazipatia ruti. Kwa tumekaa na wenzetu Mabagwani, tumekaa na ile Juamaza, wale wanaoshirikiana na madaladala jumuiya ile, lakini vile vile wenzetu wa Zesta na barabara, wahusika wa mfuko wa barabara, kuhakikisha kwamba tulikaa hicho kikao kupunguza hii traffic jam. Na hii tunafanya mara kwa mara. Kipindi kile tulivyokuwa tuna zile mashindano ya CHAN, njia Amani ile ilifungwa, tulikaa nao na tukatengeneza route alternative. Tulipotengeneza hii barabara yetu ya Felix Momin, yani kuanzia Kilimani mpaka Kinazini, tulikaa nao tukatengeneza alternative barabara. Lakini kipindi cha sikukuu, tunajua watu wengi wanakuja sikukuuni mjini, pia tunakuja na kutakaa nao tunatoa alternative za barabara. Kwa hiyo na hii vile vile tumeshakaa nao na tunaomba tu wananchi waendelee wanaendelea kufuatilia vyombo vya habari, na nakushukuruni sana, mnatusaidia sana kuwapa watu elimu juu ya haya. Aidha, Mheshimiwa Saidi ametembelea eneo la Michenzani kwa Thabiti Kombo, jumba namba 1 na jumba namba 2, ambapo amekutana na changamoto ya kupasuka kwa bomba la maji taka lililopo chini ya ardhi takriban mita 2.5. Amesema kuwa tatizo hilo limechangiwa na uchakavu wa miundombinu ya zamani, hali inayosababisha uchafu wa mazingira na kupelekea maradhi ya milipuko hasa katika kipindi hiki cha mvua zinazoendelea. Leo nimefanya ziara katika eneo la jumba namba 2 na jumba namba 1 hapa. Ziara ambayo naendelea tena kusema tunapigia msumari. Hizi changamoto si mpya. Ni changamoto ambazo zipo nyuma, lakini sasa hivi zimekuwa zimekithiri. Na ni kwa sababu ya hizi mvua ambazo zinaendelea, miundombinu ya maji taka ambayo imeshakufa ipo chini ya ardhi takriban mita 2.5. Lakini vile vile mvua zetu hizi ambazo tunazo na maradhi haya ambayo mara nyingi huwa yanatokezea katika kipindi hichi cha mvua ya milipuko ya matumbo haya, ina maana sasa hii lazima tuifanyie kazi upesi. Sasa baada ya kupata taarifa ya kazi ya hii mitaro na maji taka kumwagika,
nimekuja na mkurugenzi wa baraza la manispaa na wataalamu kutoka manispaa, na wametuambia kwamba kuna bomba imepasuka ambayo iko hizo mita 2.5 huko chini. Ubaya wenyewe, bomba hiyo baina ya mita 1.5 kuna waya za umeme, yani underground cable za umeme, yani umeme mkubwa zina supply katika haya majumba michezani. Halafu mita moja nyingine ndio unakutana na hiyo maji taka ambayo imepasuka. Kwa hiyo tumekuja hapa, tumekaa na wenzetu wa ZECO, wako tayari kutoa mashirikiano kwa ajili ya kutoa maelekezo kwamba tukitoa huo udongo, lakini vile vile wametushauri tusitumie excavator, yani tusitumie vyombo vizito. Kwa hiyo maana yake tutatumia wanafunzi wetu wa chuo cha mafunzo, na tutatumia sururu, na tutatoa maelekezo kidogo kidogo tufumue ili tupate kuzireplace hizi bomba. Kwa hiyo kwa vile majumba haya yamezungukwa na wenzetu wa ZSSF na shirika la nyumba, hao tutashirikiana nao katika rasilimali fedha. Kwa hiyo sisi tutatoa technical part, nguvu kazi itatoa chuo cha mafunzo, lakini technical nyingine atatoa ZECO, lakini wao rasilimali fedha tutahitaji kutoka kwao, na tutapewa hizi makisio leo hii, na tutakaa nao ZSSF, yani mkurugenzi Nasor pamoja na shirika la nyumba Sultani mkurugenzi, tutakaa nao ili tupate kuwa replace na manispaa, tupate kuhakikisha wananchi wanapata hizi huduma za maji taka na maji safi. Tayari nimeanza katika shehia ya Mwembe Tanga, nimeshakaa na wananchi, nimekaa na shehia ya Mtumwajeni, nimekaa na wananchi. Sasa kwa hali hii imenilazimu sasa ratiba yangu ni squeeze kidogo, na niwaje kuonana na hawa wananchi wa Mwembe Shauri, majumba michenzani nilivyosema, jumba namba 2, jumba namba 1, lakini vile vile na wananchi jirani, kwa sababu hata haya maji kwa mujibu wa Mheshimiwa Sheha wanatoa kwa kuondosha maji taka katika majumba yao, wanawapelekea wenzi wao wa Miembeni pamoja na Mwembe Shauri yenyewe. Kwa maana hiyo tutakaa nao. Swala lilokuwepo hapa nafikiri na wananchi hawalijui, lakini kiilivyo hasa ni uchakavu wa miundombinu. Unajua miundombinu zetu hizi za maji taka ni za muda mrefu na zimeshachakaa. Tunajitahidi tu sisi kama baraza la manispaa kuungaunga, lakini mwisho wa siku ndo unakuta tukishaunga huku panabovuka huku, tukiunga huku panabovuka huku, lakini tunakwenda. Alhamdulillah tunajitahidi. Na leo tumekuja hapa kwa sababu hili tatizo lilokuwepo hapa, bila ushirikiano wa taasisi kama 3 au 4 hatuwezi kufanikiwa. Kwa sababu hili haliko manispaa peke yake. Tukiwahusisha wenzetu wa shirika la nyumba, tukiwahusisha ZSSF ambao ni wana majengo yao haya, na wao pia wanatumia miundombinu hii katika kupeleka haya maji taka, na pia tukishirikiana na wenzetu wenye haya majumba ambao ni shirika la nyumba na sisi wenyewe manispaa. Kwa hiyo hili jambo tukishirikiana na hisi tunaweza tukafika pazuri, kwa sababu huku chini kwenye miundombinu hizi kuna waya za umeme. Kwa hiyo sisi manispaa hatuwezi tukariski tukapeleka mafundi wetu bila watu wa ZECO wenyewe kuwepo. Lakini at the same time kwamba haya mabomba yaliyokuwa yamechakaa yana gharama, na gharama zake sisi kama manispaa peke yetu pia kuzibeba itakuwa tabu au itakuwa ngumu kwetu. Kwa hiyo pia tunahitaji usaidizi kutoka kwa wenzetu ZSSF pamoja na shirika la nyumba. Kwa hiyo hii ni kazi ya pamoja, kwa hiyo tushirikiane sisi taasisi pamoja, lakini na wananchi, kwa sababu wananchi ndo wadau wakubwa kwenye hili, na wao ndo wanaochafua haya mazingira. Kwa sababu wakianza kutumia haya maji, makaro yakifurika, maji yakianza kumwagika, athari ikija, mwanzo wanaoathirika ni wao. Kwa hiyo pia na wao wanatakiwa watoe mashirikiano chanya kwetu sisi manispaa ili kulitatua tatizo hili. Tumefika katika jumba namba 2 Michenzani ili kutatua tatizo la makaro yaliyokuwepo katika ile eneo letu. Eneo letu sasa hivi maji machafu hayendi katika sehemu zake zinotakiwa. Kwa hivyo tumetakiwa tujitahidi kutafuta utaalamu, na tumekubaliana kwamba tutaifanya hii kazi kwa kushirikiana na wenzetu wa manispaa. Tatizo kubwa la hapa ni miundombinu ya kizamani. Miundombinu iliyokuwepo sasa hivi ya zamani ilikuwa pipe za nyeza udongo. Kwa hivyo sasa hivi baadhi ya pipe zimekatika. Kwa hivyo ile maji yanakuwa hayawezi kwenda. Na hizi karo kubwa kwa kweli hazijafukuliwa kwa muda mrefu. Kwa hivyo zimejaa na sasa hivi zishamejidenga dongo. Kwa hivyo lazima papatikane usafi kwanza, kusafisha makaro yale na kutia bomba mpya. Hapa sasa hivi inaleta athari kwa sababu baada ya kuwa
yende katika sehemu zinazotakiwa. Sasa yanaelekea mitaani, yanaelekea katika maeneo ya miembeni, kwa sababu wananchi wamejengia msingi ili yaende kwa maeneo mengine kwa wao yasiwakere. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Mimi ni Huzaima Khamis na mhariri picha ni Abdillahi Abdallah.